Mwenyekiti wa ADA-TEDEA mkoa wa Kusini Pemba Salum Kombo Feruz amesema iwapo wananchi wa jimbo la Chambani watakapomchagua mbunge na mwakilishi kupitia chama hicho, vijana watanufaika na jitihada zitakazofanywa na viongozi hao katika kuboresha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Ameyasema hayo huko Chambani mkoa wa Kusini Pemba wakati wa kuombea kura mbunge na mwakilishi, ikiwa ni muendelezo wa kampeni za kuombea kura mbunge na mwakilishi huyo, ambapo alisema hatua hiyo itasaidia vijana kujikwamua kimaisha. Jambo la msingi kuwachagua hao, kwa sababu hao watakwenda kufanya kazi na sisi kama chama tutawasimamia. Tutaandaa utaratibu mbunge na mwakilishi watupatie ripoti ya utekelezaji wao kwenye jimbo kila baada ya miezi mitatu, hilo wamefanya. Na tutakuwa na kamati usio na wasiwasi kwa hawa watu, wapeni kura ili wakafanya kazi na sisi tunasimamia kuhakikisha kwamba kazi inafanyika. Naye mgombea ubunge Hamisi Mohamed Kombo kupitia chama hicho amesema endapo atamchagua atahakikisha kuondoa changamoto zote za muungano zilizopo katika jimbo hilo, ikiwemo barabara zote za ndani ambazo hazijajengwa ili kupunguza usumbufu kwa wananchi. Akizungumza, Yumna Ahmed Khalid ambaye ni mgombea uwakilishi wa jimbo la Chambani aliweka wazi kuwa changamoto zinazowakabili vijana zikiwemo ukosefu wa ajira na vifaa vya kazi zimepewa kipaumbele katika mpango wa maendeleo ya jimbo hilo. Aidha, ameahidi kuboresha kituo cha afya kwa kukifanyia ukarabati na kuleta vifaa tiba kwa matumizi hospitalini hapo. Nimegundua kwamba kuna changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa sasa ni kero, mnazililia kila siku ila mmekosa mtetezi, na changamoto hizi haziwezi kutatuliwa kwa maneno matupu. Changamoto hizi zinataka kiongozi ambaye kuwa anajiamini, ana msimamo na ataweza kushirikiana na nyinyi ili kuweza kuzitatua. Ndio maana leo hii niko hapa nimesimama nikiwa kama mtetezi wenu, na ninawaahidi kuwakingia kifua na nitakuwa ni kama daraja kati yenu na serikali ili kuweza kuyafikisha yale ambayo mko nayo yanawatesa na yalikuwa yakiwatesa kwa muda mrefu. Arafa Makame, Pemba.